Mashabiki wengi, wanachama wengi, wapenda soka wengi kutoka Tanzania walikuwa wanajiuliza, je, Chama Clatous anamaliza mkataba wake mwishoni mwa msimu huu itakuwaje? Djigui Diarra anahitajika na vilabu vikubwa vilabu vikubwa duniani, itakuwaje? Lakini pia Pacome Zouzoua ambaye mkataba wake kwamba ulikuwa unamalizika msimu huu, je, ataondoka Young Africans? Wengi walikuwa wanajiuliza. BBD Dickson Jobu naye, lakini pia na wachezaji wengine wakubwa ambao wapo kwenye kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans. Lakini wachezaji hao wamefunguka rasmi na kuweka wazi juu ya mikataba yao, juu ya kusalia katika kikosi cha wananchi Young Africans. Wameweza kutuma ujumbe mzito, wameweza kutuma ujumbe mkali kweli kweli kwa wananchi Dar es Salaam Young Africans. Chama, Clatous Mamba Rusaka, Maxim Pia Nzengeli, Pacome Zouzoua, Big Brand Defender, BBD, Djigui Diarra, wote wameweza kutuma ujumbe mzito kweli kweli kwa wananchi Young Africans. Baki nasi mwanzo mpaka mwisho ili uweze kufahamu kwa undani kabisa, kwa ubora kabisa juu ya taarifa hii ambayo nakuletea sasa mwananchi Young Africans au mpenda soka au mpenda mpira wa miguu kutoka Tanzania, juu ya wachezaji hawa wakubwa ambao wamefanya makubwa kweli kweli katika kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans. Kabla ya yote, usiache kusubscribe, kulike, kushare pia na kucomment kwenye channel yetu bora kabisa hii ya Bea TV, kwa sababu utakuwa umejihakikishia kupata notification kila mara tupandishapo video zetu, lakini pia utakuwa umejihakikishia kupata zile habari ambazo wewe unazitaka kuwa unazipata, unazifahamu kwa undani kabisa. Chama Clatous Mamba Rusaka siku 2 zilizopita aliweza kusema kwamba wananchi furaha iendelee kupitia ukurasa wake wa Instagram. Watu wengi, wapenda soka wengi walijiuliza kwa nini Mamba Rusaka amezungumza hivi, kwa nini Mamba Rusaka ameandika ujumbe huu. Lakini taarifa rasmi ni kwamba Chama Clatous Mamba Rusaka ataongeza mkataba wa mwaka mmoja wa kuendelea kusalia katika kikosi cha wananchi Young Africans mpaka msimu 2024, mpaka mwishoni mwa msimu 2025 2026. Lakini pia screen protector Djigui Diarra alikuwa anahitajika na vilabu vikubwa sana kutoka ndani ya Afrika, lakini pia na nje ya Afrika. Lakini kuelekea baada ya michuano ya AFCON, mchezaji huyo aliweza kuweka wazi kwamba ataendelea kubaki katika kikosi cha wananchi Young Africans. Licha ya mchezaji huyo kwamba mchezaji Diarra aliongeza mkataba wa miaka 3 katika kikosi cha wananchi Young Africans, na baada ya msimu huu kubanizika, basi mchezaji huyo atakuwa amebakiza mkataba wa miaka 2. Lakini ametuma ujumbe kwamba yeye anaipenda Yanga na ataendelea kusalia katika kikosi cha wananchi Young Africans na ataendelea kuwapa furaha wananchi Young Africans. Huyu ndiye injini ya Young Africans katika eneo kubwa la mashambulizi. Huyu ndiye injini kubwa sana ya wananchi ya Young Africans. Djigui Diarra, screen protector Mamba kutoka Mali, ameamua sasa kuweka wazi na kufunguka rasmi kwamba yeye ataendelea kubaki katika kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans mpaka mkataba wake uweze kumalizika, kwa sababu hivi sasa amebakiza mkataba wa miaka 2 wa kuendelea kubaki na kikosi cha wananchi Young Africans. Moja taarifa kubwa ambayo wananchi walikuwa wakisubiria, moja taarifa bora ambayo wananchi walikuwa wakisubiria kwa hamu kweli kweli, ni juu ya screen protector Djigui Diarra kuendelea kubaki katika kikosi cha wananchi Young Africans, kwa sababu furaha ya wananchi inaanzia kwa Djigui Diarra screen protector mpaka wachezaji wengine. Sasa Djigui Diarra ameendelea sasa, ameweka wazi kwamba mimi naendelea kupata furaha, lakini pia nitaendelea kubaki katika kikosi cha wananchi Young Africans. Kuendelea kubaki kwa Djigui Diarra, mtazamaji wetu wa Bea TV, una maoni gani juu ya screen protector kuongeza mkataba kuendelea kubaki katika kikosi cha Young Africans? Kwa sababu mwezi mmoja uliopita alikuwa ameweka wazi kwamba ataondoka kwa sababu amepata ofa kubwa, amepata ofa nono, lakini ushawishi wa engineer umeweza kumfanya sasa Djigui Diarra kuendelea kubaki katika kikosi cha wananchi Young Africans. Lakini pia mchezaji mwingine ni the Father of God, ni mwamba huyu hapa ambaye anaitwa
Maxi Mpia Nzengeli Mbappe wa Kindu, the God only one, mwamba ambaye ana Mungu yeye alisema kwamba mimi Mungu kwanza, mengine baadaye, na Mungu ananisaidia sana katika utafutaji wangu wa riziki sasa kwenye soka, ambapo yeye anasema kwamba mimi naweza nikafanya yote, lakini Mungu wa kwanza, au sio bwana? Ni kwamba Maxi Mpia Nzengeli ambaye mkataba wake ulikuwa unamalizika mwishoni mwa msimu huu 2024-2025 sasa rasmi Maxi Mpia Nzengeli Mbappe wa Kindu ameongeza mkataba wa miaka 2 wa kuendelea kubaki katika kikosi cha wananchi Young Africans. Maxi Mpia Nzengeli ambaye amekuwa na ubora mkubwa, ambaye amekuwa na mchango mkubwa sana akiwa na kikosi cha wananchi Young Africans, amekubali sasa kuongeza mkataba wa miaka 2. Mchezaji huyu ambaye alikuwa anahitajika na vilabu mbalimbali kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, Simba walituma ofa kubwa kwa Maxi Mpia Nzengeli, lakini Maxi ameamua sasa kuichagua njano na kijani, kuwachagua wataalamu wao wababe wakali yako kutoka mitaa ya Jangwani, Dar es Salaam, Maxi Mpia Nzengeli kuendelea kubaki katika kikosi cha Young Africans. Maxi Mpia Nzengeli ameongeza mkataba wa miaka 2 mpaka 2027. Hivyo mabeki wa NBC Premier League waendelee kujipanga, waendelee kujiandaa, kwa sababu mateso yako pale. Maxi Mpia Nzengeli ambaye amejaliwa kuwa na pumzi kubwa, ambaye amejaliwa kuwa na uwezo mkubwa kweli, na sasa ameongeza mkataba wa miaka 2 kuendelea kubaki katika kikosi cha wananchi Young Africans. Lakini pia mchezaji mwingine ni BBD, Big Brand Defender, na huyu si mwingine Dickson Job kutoka Morogoro, Tanzania. Dickson Job ambaye ana umri wa miaka 25, ambaye ni beki wa Young Africans, lakini pia ni captain msaidizi wa kikosi cha wananchi Young Africans. Mchezaji huyo ameweka wazi na amesaini hapo jana tarehe 1 ya mwezi wa 7 amesaini mkataba rasmi wa kuendelea kubaki katika kikosi cha Young Africans. Licha ya kupata ofa kubwa, licha ya kupata ofa nono kweli, lakini jana ameweka wazi kwamba mpaka ameweza kuweka Insta story yake ya Instagram, ambapo ameweza kuweka emoji ya kijani na njano na kuandika 2027. Ina maana jana amesaini mkataba wa miaka 2 wa kuendelea kubaki katika kikosi cha Young Africans mpaka msimu 2027, ndipo mkataba wake utaweza kumalizika. Dickson Job ambaye amekuwa na kiwango bora, amekuwa na nidhamu kubwa sana akiwa na wananchi Young Africans, na ameweza kuweka wazi kwamba mimi kipaumbele changu namba 1 ilikuwa ni Young Africans, na aliweza kusitisha mazungumzo na vilabu vingine ambavyo vilikuwa vikimhitaji na kuwapa kipaumbele namba 1 Young Africans ili aweze kuendelea kusalia katika kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans. Lakini pia mchezaji mwingine ambaye amekuwa na kiwango bora sasa, huyu ndiye mtu ambaye anawatesa mabeki wa NBC Premier League, ndiye silaha nzito kweli katika kuwatesa wachezaji au mabeki ambao wanashiriki ligi kuu ya NBC Premier League, na huyu sio mwingine ni mwamba kutoka Ivory Coast, the Professor Pacome Zouzoua, au sio bwana? Professor Pacome Zouzoua sasa amesaini naye mkataba wa miaka 2 wa kuendelea kubaki katika kikosi cha wananchi Young Africans mpaka msimu 2027. Pacome Zouzoua ambaye amepewa ofa kubwa na Simba lakini akaikataa, amepewa ofa nono na Kaizer lakini aliikataa, na ikumbuke kwamba afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans Alikamwe aliweza kuzungumza na kuweka kwa wazi kwamba Pacome Zouzoua hawezi kucheza tofauti na Young Africans, bali aliweza kuzungumza kwamba Pacome Zouzoua ndani ya Tanzania aweze kucheza timu nyingine tofauti na Young Africans, labda mchezaji huyo aweze kutimka katika timu nyingine ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa Professor Pacome Zouzoua, mwamba kutoka Ivory Coast, amesaini mkataba sasa wa miaka 2 wa kuendelea kubaki katika kikosi cha Young Africans. Pacome Zouzoua ambaye alitua katika kikosi cha Young Africans kunako msimu wa 2023-2024 chini ya kocha Miguel Gamondi, ameonyesha kiwango bora sana msimu uliopita 2023-2024, lakini pia msimu huu 2024-2025
ameonyesha performance zaidi ya performance katika ligi kuu soka Tanzania bara, ambaye Pacome Zouzoua amefanikiwa kuwa man of the match, yani MVP kila mchezo, ambapo amefanikiwa kuchukua tuzo 10 na ndiye mchezaji pekee katika ligi kuu soka Tanzania bara kuchukua tuzo the man of the match nyingi, na huyu ndiye mchezaji ambaye anatazamiwa kuwa mchezaji bora, yani mchezaji bora katika msimu wa 2024 2025. Na huu ndio ujumbe ambao ameweza kuutuma kupitia ukurasa wake wa Instagram, na Ally Kamwe ameweza kutuma kupitia ukurasa wake wa Instagram, ameweza kumposti Insta story yake, ameweza kumposti Insta story yake na kuandika kwamba mabeki wa ligi kuu soka Tanzania bara wataendelea kuteseka zaidi ya miaka miwili. Sasa rasmi Pacome Zouzoua miaka miwili kuendelea kubaki katika kikosi cha wananchi Young Africans mpaka msimu 2027. Hao ndio wananchi, wachezaji ambao walikuwa wanatazamiwa kwa kiasi kikubwa, wachezaji ambao walikuwa wakisubiriwa kwa hamu kweli kama wataendelea kubaki katika kikosi cha wananchi Young Africans. Na Engineer Hersi Said ameweza kuzungumza kwamba wale wachezaji wao wa muhimu ambao wao wanawataka au wanawategemea hawatowaruhusu kuondoka katika kikosi cha Young Africans, bali wataendelea kubaki katika kikosi cha Young Africans. Sasa tayari Pacome Zouzoua ameongeza mkataba, Maxime pia Nzengeli mkataba wa miaka miwili, lakini pia Djigui Diarra ataendelea kubaki kama kawaida mkataba wa miaka miwili, ambapo aliweza kuongeza mkataba wa miaka 3 na hivi sasa amebakiza mkataba wa miaka miwili. Lakini pia big brand defender BBD Dickson Job, bila kumsahau Mwamba Lusaka Chama Clatous, naye ameongeza mkataba wa mwaka mmoja. Young Africans imeona sasa iendelee kubaki na Chama Clatous kwa sababu amekuwa na mchango mkubwa, amekuwa na mchango bora, licha ya kuwa na experience kubwa katika michuano ya ndani, lakini pia na michuano ya kimataifa. Imeona ni muda sahihi sasa wa kuendelea kubaki na Chama Clatous, lakini pia na wachezaji hao wengine wote wa muhimu ambao wamekuwa na mchango mkubwa katika kikosi cha Young Africans katika msimu wa 2024 2025. Ili uweze kupata ni wachezaji gani ambao wanakuja kutua katika kikosi cha Young Africans katika dirisha kubwa la usajili, usiache kusubscribe, kulike, kushare pia na kucomment, ili uweze kuwa kwanza kupata updates na habari mbalimbali ambazo zinazidi kujina kutrendi kwenye mitandao ya kijamii. Wachezaji gani ambao wanakuja kujiunga na Young Africans kuelekea msimu ujao wa 2025-26? Endelea kubaki nasi, lakini pia usiache kusubscribe ili uweze kupata notification. Lakini pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ikiwepo Instagram, Facebook, Twitter au X, lakini pia na TikTok kwa jina la Beatus Emmanuel_TZ. Huko kote unaweza kutupata, lakini pia ukapata taarifa mujarabu kabisa, taarifa kwa ukaribu na kwa ubora kabisa, bila kuwa na chenga yoyote ile. Hao ni wachezaji ambao tayari wameongeza katika kikosi mkataba katika kikosi cha Young Africans. Ulikuwa nami mwanzo mpaka mwisho kuhakikisha nakupa zile on training na habari ambazo zinazidi kujiri na kutrend kwenye mitandao ya kijamii. Hii ni Bea TV. Bye bye.